Kiukweli tunaweza kusema kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi alifanya jambo zuri sana kuweka idara hii ya msajili wa hazina ndani ya Wizara ya Fedha. Kwa sababu zamani ilikuwa tunapata usumbufu sana wakati tunapoingia katika minada kununua vitu vya serikali. Mara baada ya kununua, upatikanaji wa dokumenti lakini uendeshaji wake ilikuwa hauko imara. Lakini mara baada ya kuanzishwa taasisi hii ya msajili wa hazina, na kwa bahati akapatikana mtu ambaye kuwa ana uwezo mkubwa wa kuweza kuiongoza taasisi hii. Sisi wadau tulifurahi sana, kwa sababu hata pale unaponunua bidhaa huwezi ukachukua wiki moja au siku 4-5 kabla ya kupata dokumenti yako. Lakini zamani ilikuwa inaweza kuchukua miezi 2 mpaka 3. Umeshanunua kitu, matokeo yake ndani ya miezi 3 unapigana kama ni gari, vipi utapata kadi ya gari kwenda kubadilisha. Kwa kweli tumemwona kwamba kwa njia moja ama nyingine Mheshimiwa amechagua mtu ambaye kuwa ana uwezo wa kuihudumia idara hii. Sema kwamba ule urasimu uliokuwepo kwa kweli sasa hivi umeondoka, lakini sio hivyo tu. Watendaji ambao kuwa anachagua ni watendaji ambao kuwa ikiwa mmerudi kwenye mnada leo, kwa kweli ushalipa kila kitu, unakabidhiwa mali yako na dokumenti zako zote. Kwa hivyo kama unaenda kubadilisha hati ya gari na nini, inakuwa ni rahisi. Kwa hivyo unaweza kusema ni urasimu nzuri. Lakini tatizo tulilonalo katika wizara hii ya fedha, kuna watendaji wengi ambao kwa wanakwenda kwa sababu ya mtoto wa mjomba au kwa hivyo japo kwa hana uwezo wa kuweza kufanya kazi. Sasa matokeo yake ukimpa mtu ambaye ukienda na meneja ambaye kiongozi ambaye na uwezo mkubwa, hawezi akakubali kwamba huyu aniharibie kazi yangu, na kwa sababu pale hakuja kuwa na bodi ambao labda bodi wanashauriana, na unaweza kusema kwamba huu taratibu ambao umeweka Mheshimiwa Rais unaweza ukarahisisha zaidi utendaji kuliko kungekuwa na bodi, kwa sababu kungekuwa na mashauri ya baadaye mashauriano yale yangekuwa yanaingiza maslahi binafsi haya ambao yangechangia kuzurutisha uendeshaji wa taasisi hii. Lakini haikuwa sahihi, licha kwamba mjumbe wa baraza la wawakilishi anapofika pale ni haki yake kuzungumza, lakini unatakiwa uzungumze ukiwa na uhakika unachokizungumza. Kwa hivyo uhakika kwamba watu wanabadilishwa, kweli wanabadilishwa, lakini je, tatizo la kubadilishwa kuondoshwa ni nini? Ni kwamba hawana uwezo wa kufanya kazi na mtu ambaye anataka tuende katika kasi hii. Kuna mengine hatuwezi kusema ni siri ya hao wafanyakazi, lakini kiukweli kwa njia moja ama nyingine hajamuonea mtu kumuondosha katika sehemu, kwa sababu anaweza kusema niletee mtendaji fulani. Akija akianza kazi, matokeo yake hawezi akaendelea na yeye. Sasa kutokana na mazingira hawezi akaendelea kubaki naye. Na ni sawa sana kusema kwa nini ukamuuliza Mheshimiwa Rais, kwa nini leo umemweka huyu mkurugenzi kesho unamuondoa? Sio kwamba hampendi, pengine anaweza kaona huyu anaweza kafaa zaidi katika idara hii, au huyu anaweza kafaa zaidi lakini huyu hafai kabisa. Kwa hivyo anaona bora mwache huko aliko. Lakini kitengo kama hichi ambacho ni kipya, kina majukumu makubwa. Msajili wa hazina ndio roho ya taifa. Matokeo yako naenda kuweka mtu pengine hata barua kuandika hajui. Kwa kweli hiyo atakurudisha nyuma. Unamwambia bwana, unamfahamisha kitu, nenda badala ya kuuza, jamaa kukabidhi kadi zote za gari au kadi ya nyumba au kila kitu, ili tutakapouza tumkabidhi mtu dokumenti zake zote, iwe hatuna urasimu katika shughuli zetu. Sasa ikiwa mtu unamwagiza kama hivyo, matokeo yake unamwambia vipi, mimi bosi siku 3 wiki nzima mwezi, hawezi akaendelea na watu kama hao, kwa sababu yeye anapokwenda kuripoti kwa mheshimiwa, makusanyo yetu mwezi huu tumekusanya hivi, na wana bajeti maalum kutokana na mazingira tulivyo, tunataka mwaka huu tukusanye kiasi hichi. Je, utatimiza? Sasa kwa katika mazingira hayo, kama yeye hakuwa makini na urasimu ulioko kwenye mawizara, hawezi akafanikiwa. Na ndio kashtukia kwamba wawakilishi pamoja na kwamba wamezungumza, wangefanya utafiti kwanza, na wakatujia wadau kama sisi na wengine, wangepata right ya kusema na wangepata kujua kwamba tuwazungumza hili bila kumonea mtu, kwa sababu usimhukumu mtu bila kumsikiliza. Upatikanaji mzuri ndio tuliofaidika sisi. Kwanza ajira moja, la pili upatikanaji wa vile vitu kwa upande wetu sisi. Sasa hivi umekuwa mwepesi. Zamani ulikuwa unaweza kusikia tu kuna mnada, lakini wewe huoni. Ushanifahamu? Unaitwa mtu fulani na fulani basi, au sio? Sasa hivi kwenye redio, kwenye sijui simu hizi unarushwa kama kawaida. Mnada umekuwa mwepesi, umekuwa uko uhuru zaidi. Hakuna sijui mimi nimepata kwa 200 kwa 300, hilo tunashukuru.